BM Swahili, utalii na uchumi wa bluu. Kinacho ni fariji zaidi ni mabadiliko kutoka mwaka jana tulikuwa wapi na mwaka huu tuko wapi. Cha msingi ni kuiomba jumuiya iendelee kuwa na mashirikiano na wafanyabiashara, nasi baraza kama serikali tupo pamoja nao. Khadija Said Simai, mkurugenzi baraza la manispaa Magharibi Unguja, ametoa nasaha hizo baada ya kujumuika na wanajumuiya wa soko la Jumbi katika swadaka futari iliyoandaliwa na jumuiya ya wafanyabiashara wa soko la Jumbi Juasoju. Na nafurahi kwamba tumejumuika pamoja kwa siku ya leo katika kupata baraka ya futari. Ni jambo zuri kwa kweli, na ninafarijika kwa sababu mwaka jana tulifutari kule kwenye soko ambalo haliko rafiki kimazingira, lakini leo hapa tumekuja kufutari kwenye soko ambalo zuri kwa niaba ya serikali. Nafurahi kuona hivyo. Lakini kama jumuiya, mimi ninachopenda na ninachozidi kusema au kuwasisitiza kwamba tuongeze ushirikiano, kwa sababu ushirikiano wao na maelekezo yetu ndio yametufikisha hapa. Kikubwa wazidi kushirikiana na kuweza kuleta kukaa kwa pamoja wafanyabiashara, wakaweza kueleza matatizo yao, wakaweza kueleza fursa zao, na baraza la manispaa likaweza kuzidi kuwapa ushirikiano wa pamoja kwa niaba ya serikali. Kauli kama hiyo ya faraja kwa wanajumbi juu ya mashirikiano na upendo kwa wafanyabiashara kufanya jambo linalomridhisha Mwenyezi Mungu zimetamkwa na viongozi wa jumuiya hiyo, akiwemo mwenyekiti wa bodi Muhammad Abdallah na katibu mkuu Juasoju Faki Suleiman Khatibu. Kwa sababu huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunatakiwa kwamba tufanye vitu kama hivi ili Waislamu kuletana karibu na kutengeneza upendo na mambo mengineyo. Kwa hivyo niseme kwamba wamefanya jambo moja zuri sana ambalo Mwenyezi Mungu analiridhia zaidi. Lakini vile vile niseme kwamba jumuiya ya Juasoju niipe pongezi sana kwa namna kipekee ambavyo wameweza kuendeleza shughuli zao mbalimbali katika jumuiya hii, na niseme kwamba kwa kiasi fulani tangu chaguzi zifanyike ni kwamba mambo yanaendelea vizuri licha ya changamoto hapa na pale, lakini ni kwamba mambo yanaendelea, na ushuhuda wa hao ni kwamba ni miongoni mwa event kama hizi ambazo zinafanyika. Hatufutarishi tu, lakini tuna vitu muhimu ambavyo tumevipa vipaumbele. Kwa mfano, tunawatafuta vijana ambao ni mayatima, lakini la pili wajane, na jambo la tatu ni general kwa watu wote. Kwa hiyo viongozi, wafanyabiashara, wanachama, majirani, watu wote ambao wapo karibu katika mazingira yetu sisi. Utofauti uliopo baina ya leo na huko nyuma ambako tumetoka ni kwamba hili ni soko ambalo liko standard. Ni soko la kipekee ambalo hauna hofu ya kusema kwamba kuna mvua, kwamba nataka ni vipi, tunatafuta majukwaa, tunafuta kitu gani. Hapana. Katibu ameongeza kuwa hadi sasa jumuiya imepiga hatua na ni imani yao watatimiza malengo waliyokusudia. Kikubwa ambacho tumefanikiwa ni mafunzo. Tumefanya mafunzo ya jasiriamali, na ndio maana hata juzi tuna program baada ya kumaliza mkutano mkuu kufunga mkataba na benki NMB kwa ajili ya kuwapa mikopo wafanyabiashara wetu. Hilo jambo tuko nalo, na si muda mrefu kumalizika kwa Ramadhani wafanyabiashara wetu watakwenda kuchukua mikopo. Lakini tunayo mkopo wa Mwinyi ambao hata leo ninavyozungumza ndani ya ofisi yetu kitengo cha Spice wameweza kuchukua fomu kuanzia milioni 15 ambayo tumeahidiwa tutaweza kukopeshwa kama kitengo cha Spice kwa mmoja mmoja, kwa sababu hili ni la rais mwenyewe na ni mara ya pili Rais Mwinyi kutuahidi kwamba fedha zipo, nendeni mkakope. Katibu wetu ambaye anasimamia kitengo cha Spice amefanya juhudi hiyo, amekwenda na fomu zimepatikana, na leo hii tumezijaza na Jumatatu tunategemea kuzirejesha. Tabia Makame ni mkurugenzi jumuiya wajane Zanzibar, na Ali Mbarak Salum ni katibu mstaafu Juasoju. Ni miongoni mwa walikuwa mashuhuri, nao wameeleza kuridhishwa na mwenendo wa jumuiya na tukio ambalo wameliandaa. Taasisi yao kwa sababu na waamini, unajua mama wengi wajane ni waaminifu sana, tofauti unavyoona. Na wao wanajenga uaminifu na mimi na wananikubali. Kwa hiyo kitendo cha kuwa wao wanashirikiana na mimi ni kitendo cha ungwana sana. Na mimi na appreciate wakina mama wa hapa wako serious sana. Na wana umoja na wana mashirikiano na mimi sana sana sana. Kwa hiyo hata ukija kila siku ya Jumamosi, siku ya kurejesha na kukopa mikopo, unakuta wamama wajumbe wako mbele, wanaweka na kuondoka, wanaweka na ni watu ambao wako vizuri. Kwa hiyo mimi nashukuru sana. Niseme kwamba sio mbaya, jumuiya mpaka sasa hivi inakwenda vizuri na harakati zake.
na uzuri wenyewe nadhani kama tumeona hapo, kwa sababu ingekuwa jumuiya iko vibaya na haina mashirikiano na inakwenda vibaya, hii hali iliyofanyika leo hapa isingefanyika. Lakini imefanyika hii hali ni kwa sababu ya umoja na mshikamano, na ukizingatia hilo hata viongozi mbalimbali hapa tuko nao. Tuna mkurugenzi wa manispaa, tuna watendaji wa manispaa, lakini tuna sheha wa hii shehia, tuna viongozi wengine tofauti ambao kwa wamehudhuria hapa. Lakini kama hilo halitoshi, hata wafanya biashara wenyewe wamejitokeza kwa wengi. Kama ingekuwa wafanya biashara labda wako kinyume na hii jumuiya, wako nyuma na hii jumuiya, wasingekuja hapa, angesema waacheni wale vyakula vyao. Lakini wafanya biashara wamejitokeza kwa wingi hapa kuja kwa ajili ya kuunga mkono taasisi yao. Kwa hiyo kwa hilo tunashukuru sana. Viongozi hao kwa pamoja wametumia nafasi hiyo kumpongeza kwa dhati Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaji Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa kuwajali wafanyabiashara wadogo wadogo. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais, amekuwa karibu na kundi hili la kina mama na makundi mengine mbalimbali, hasa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri, ambariki pale alipotoa kupitia watu wake wa biashara, amzidishie zaidi, na inshallah Mwenyezi Mungu atamjalia huko anakokwenda mafanikio zaidi katika serikali yake. Salamu za pongezi, nampongeza Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Hussein kwa kuona utofauti wa kuwepo haya masoko. Ni jambo kubwa sana. Sasa hivi tungekuwa tunafikiria kufanya shughuli zetu nje ya hili soko, lakini alhamdulillah rabbil alamin, leo tuko ndani ya soko, tuna uwezo wa kuialika Zanzibar nzima na ikaja ndani ya soko la Jumbi na tukafutari nao pamoja. Kwa kweli furaha yangu haina kifani. Furaha yangu haina kifani kwa sababu mwitikio wa watu, jamii, serikali wote wamekuja. Tulikuwa na mgeni wetu mkurugenzi wa wajane, tulikuwa na mkurugenzi wa manispaa na wageni wengine wengi ambao waliokuwepo hapa, viongozi wa serikali walikuwepo. Tunashukuru maana kila tuliyempa kadi, tuliyempa mwaliko amefika, tunashukuru sihaba. Mimi kwa rais kwa kweli sina kubwa ninalomshukuru, namshukuru sana na kumwombea kila laheri kwa mambo anayoyafanya. Anaupiga mwingi sana, ametoa kwenye tope. Sasa hivi tuko kwenye sehemu nzuri. Unaona kila mtu alivyovaa ndivyo anavyorudi nyumbani. Tofauti na tulipokuwa. Mtu atakavyokuja anarudi tofauti. Kwa hiyo sasa hivi sisi tunamwombea sana rais wetu awe na maisha marefu na afya njema, aweze kuyafanya yale ambayo hajayamalizia. Na serikali imewekeza fedha nyingi sana. Kwa hiyo ni vyema tukazidi kulitunza kama lilivyo, tukadumisha usafi, tukatunza miundombinu kwa faida ya sasa hivi na kizazi kijacho. Mimi napenda kusema kwa Mheshimiwa Rais kwamba asante sana, na ninafarijika sana kuona wafanyabiashara wako kwenye mazingira salama na rafiki. Kwa hiyo ukweli hatuna cha kumpa, lakini Mungu ndiye atakayemlipa. Hafla ya swadaka futari imefanyika katika soko jipya la Jumbi. Imejumuisha utoaji wa swadaka ya fedha kwa watoto yatima. Hii ni Ramadhani ya pili kwa Jua Soju kufanya tukio kama hilo. Ya kwanza ilikuwa mwaka jana katika soko la muda la Jumbi. BM Swahili, utalii na uchumi wa bluu.